Naam, asante sana na karibu tena ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko nasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Majira ni saa 6 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Ambao kunasikiza ni Baraka1 6 na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, baba la baba, the one and all in town, DJP mzee wa Ngwasuma. Tukiwa tuko tarehe 28 za mwezi wa 5 na ni 2026. Nikukumbushe tu kwamba pia unaweza kutembelea Mwangaza TV ambako utakuwa unakutana na matukio mengine ambayo yako yanaendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile usikose kushiriki na sisi katika Operation Saidia Muzalendo. Kwa upande wa Ituri, vikosi vya FARDC na wazalendo vinaendelea kuwakunguta vibaya magaidi wa ADF, licha ya watu 5 ambao waliweza kutekwa na ADF huko mkoani Ituri kuweza kupoteza maisha. Na vile vile tarafani Fizi, tarafani Mwenga ndani ya sekta ya Itombwe, kuna shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani za M23 ambayo ilisababisha maisha ya watu 58 na huku wengine 82 wakiwa ni hoi majeraha. Na vuta ni kuvute bado yazidi kuendelea huko Rubaya kati ya magaidi wa M23 na vikosi vya serikali. M23 wametumikisha wa mercenaries wa Kifaransa, hii ikiwa kuna ishara tofauti sana kwa Wafaransa kuweza kufanya kazi na magaidi wa M23. Yes, karibuni sana na tuungane wote kwa pamoja katika hilo swala. Pia sehemu za Nyabiondo kuingia mikono ya wazalendo ni shughuli kubwa ambayo iko inaendelea kufanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Tuanze na hili swala la tarafani Ituri. Ituri kumekuwa kukiendeshwa operesheni ambayo inaitwa Operation Shujaa. Hii Operation Shujaa inajumuisha UPDF, jeshi la Uganda pamoja na FARDC. Lengo la operesheni hii ni kuweza kuwasaka magaidi. Imefanyika hivyo operesheni kabambe ambayo vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa wako mstari wa mbele kwa sasa hivi, tofauti na jinsi walikuwa wanafanya mwanzo na UPDF. Kwa sasa wameshirikisha kwa asilimia kubwa MONUSCO badala ya UPDF. Kwa nini FARDC wasiwatumie tena UPDF kwa asilimia kubwa kama hapo mwanzo, lakini badala yake wanawatumia kwa sasa MONUSCO, na resulta ziko zinaonekana. Raia wengi wamekuwa wakililia miaka mingi tokea ushirikiano wa FARDC na UPDF ufanyike, kwamba kunakuwa tatizo ambalo liko linatokea katikati hapa. Kuna baadhi ya UPDF ambao wako wanashirikiana na ADF. Ina maana wanajua kabisa kwamba ADF ni washirika wao na wanafanya kazi za pamoja. Sasa hili tatizo liko linazidi kujimanifeste mara kwa mara, kwa sababu huko unakuta kwenye UPDF anapatikana ADF ni urahisi kuingia na kufanya masakre ya raia wasiokuwa na hatia. Kabla ya hii operation yenye ilikuwa lanse mu territoire ya Mombasa, UPDF waliwateka watu na juzi wameua watu wengine zaidi ya 5 ambao walikuwa wamewashikilia mateka. Ndio hizo operesheni zinaanza kwa nguvu ya pamoja, lakini UPDF haiko tena inakaa mbele kama jinsi ilivyokuwa inakaa mbele na FARDC. Kwa sasa hivi UPDF inakuwa iko nyuma ya MONUSCO
FRDC, MONUSCO kisha UPDF. Hii yote kwa nini? Kwa sababu ya kujaribu kuchanger system. Unaona, arme taktiki za vita zinabadilikaga. Huwezi kuwa unatumia taktiki moja kila mwaka. Unajua depuis tunaanza na hii taktiki hatujawahi kuvaincre enemy. Kwa nini tusibadilishe? Kama tulikuwa tunaenda mie mbele uwe nyuma, na unaona taktiki hailipi, tubadilishe, uwe rudi nyuma, huyu aende mbele. No. Na yote kwa yote, je ya ping pong yenye Uganda iko inacheza Muituri inajulikana. Ni ile tu commandement yenye iko inafanyika, iko ingine kutoka Kishasa, lakini kwa juhudi kabisa za gouvernement provincial kama hawana collaboration na UPDF. Kwa hiyo hii hatua ambayo serikali ilichukua mpya ya FRDC kushirikiana bega kwa bega kwa sehemu kubwa na MONUSCO imeweza kuzaa matunda mazuri na kufanya maeneo ya Ituri hali angalau kuanza kurejea kuwa vizuri. Ninaposema angalau namaanisha kwamba UPDF hawajatangazwa kuondoka wote, kwa sababu huko maeneo ambako hakuna jeshi na ni vijiji. Unajua UPDF iko inajificha kwenye mapori. Sasa inabidi serikali iweze kuweka wanajeshi makini kwenye kila pori. Sasa kibaya cha jeshi letu ni nini? Jeshi letu lina uzembe. Lina kauzembe. Sinto kasema kwa sababu inaweza kuwa ni kwa affaiblir jeshi ama kujaribu kusema kwamba tunazungumza jeshi vibaya, lakini tuko na kauzembe ambako tunakafanyaga kiasi kwamba utakuta badala ya kulinda mtu anakuwa kunafanya mambo mengine. Lakini inatakiwa jeshi liweze kuwa na ustawi wa hali ya juu. Kwa mfano, ukiweka kwamba linda uwanja hapa, panya isingie, panya istoke, huwezi kuwa unaacha post yako kwenye huko, wewe unaenda kutafuta maji ya kunywa. No, inabidi ukae pale, maji yaje yakute pale. Kuna mtu mwenye iko sharji kukuletea maji na chakula, lakini unakuta sasa chakula zinafika, upate chakula, unalazimika utoke pale kuposte kwenye walikuacha kama vile mlinzi, unaenda utafute maji na chakula. So ni baadhi ya makosa ambayo yako yanafanyika. Nilifanya hivi kwa mfano huu ili kuonesha kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyikaga vikuwe hivi, lakini watu wanafanya hivi kwa sababu ambazo zimekuwa sio rasmi. Lakini natumaini kwamba kwa Ituri sasa hivi mazingira yako yanakwenda yanajipa. So gavana wa Ituri Lubakasha Majoni anaendelea kuweka mikakati mizuri sana kwa ajili ya kuboresha usalama Ituri, na wananchi wa Ituri wako wanaendelea kuwa salama. ADF wameweza kupigwa vibaya mno na hivyo kuweza kukimbilia maporini, lakini bado wanaendelea kufuatwa na vikosi vya serikali. Swala la Rubaya. Bwana Rubaya, kuna maajabu ambayo yameonekana. Kwanza nizungumze hivi na ndugu zangu wote ambao nimepata message zenu, nimepata audio zenu, jumbe zenu na tumezitangaza. Kuna baadhi ya watu ambao wananilaumu, wanasema baba la baba, wewe tunakutumiaga message zetu hautazipitisha. Unaona sijui unabagwaga watu wamoja. Jamani. Kiukweli siwafichi, napokeaga message za mingi sana. Na katika hizi message za mingi za mimi napokeaga, unakuta mtu anakutumia audio iko mubari, iko munganda, ama iko mwake anawasha muziki iko inasikika ya Fally, ya Diamond, ya Alikiba, ya Wereson, ya Kofi, ya nani, kisha anakutumia audio. Hebu niambie ile audio utaiplay namna gani? Na nishawaambia kwamba ukitaka kutuma audio yako hakikisha kwamba uko mbali na muziki, ama unazima muziki, ama unajifungia kwenye uko wewe peke, kusiwe makelele. Hata uko barabarani nini, huko ile ma circumstances zimoa zinatokeaga. Kwa mfano unapigiwa simu direct, okay, uko barabarani la sawa.
lakini unasema kwamba unataka utume ujumbe wako usikilike, kisha uko msoko ndo uanze kutuma ujumbe. Haitawezekana. Kwa hiyo sisi tunalumiana bure ndugu zangu, mtalaumu bure tu. Lakini make sure kwamba tuma ujumbe wako na iwe fupi, ikienda sana ni dakika 5. Sasa unatumia ujumbe ya dakika 15, 14, 13, unataka tuifanye namna gani? Kwa hiyo tujaribu kurekebisha hapo ili tuweze kwenda sawa. Big up kwa wote ambao mko nasikiza Mutula FM kutoka Shabunda, na pia matangazo yetu nasikiza kutoka Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na hata wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Swala la Rubaya liko na mchanganyiko. Rubaya kumeonekana maajabu. Wazalendo licha ya drone ambazo zilitumiwa na Armée Française en collaboration na Armée Rwandaise, lakini bado wazalendo walirudi ku 25 km, baadaye tena wakakianzisha. Unaona, hii vita iko complicated. Iko very complicated. Sasa kama watu hawaielewi na hawako makini na hii vita, kila siku tutajikuta tuko tunatupiana mizigo ya lawama yenye haina maana. Walisema hivi, walifanya hivi, kwa nini wafanye hivi, mbona si hivi? Kila siku tutafanya hivi kwa sababu hatuko tunaelewa context yenye vita iko inatupeleka ndani. Unaona? Kwa hiyo ndugu zangu, kama mtu unaelewa mazingira ya hii vita kisi iko nenda, hautalalamika. Na vita inakuaga ni piga ni kupige, sogeza ni kusogeze. Sasa hii vita yetu ambayo tunapigana, mimi nalaumu ni ile kutokutumikisha drone za kutosha. Mpaka saizi hatujatumia drone, nasema tu tunatumikisha drone kisi M23 ilitumikisha madrone. Tulibombarde tu pale kuile hoteli na Kanyabayonga point bare. Ndo drone hizo. Lakini ile maarme lourde, artillerie, zile ma 12 hazipigi. Zile hazipigi. M23 ndo iko nazipiga. M23 iko napiga drone. Na drone ziko manipule na ba Occidentaux, ba Français. Selo habari ambazo tumezipata ni kwamba drone za M23 ziko na kuwa manipule na ba Français, huku wakishirikiana na Warwande. Si ndio hii tulisema hapa Makobola, tulikamata bazungu mu M23. Unaona, bazungu mu M23. Unajua kwa nini cité ya Rubaya iko plus strategique? Biko na exploiter ma minere pale, na ma minere zile biko na exploiter ndo ziko zinabafaire upata franc. France haiwezi kusede kuile minere za Rubaya juu iko na pare yake kubwa mle ndani. Kwa hiyo wanafanya mbinu zote waendelee kuvuna Rubaya. Mkataba wa Kongo na Washington unaweka mala leze ba Français. Ndio maana France haiwezi penda kusaidia haraka pale. Sasa kenye sisi tuko tunalaumu ni serikali yetu. Serikali ya Felix ndio tuko tunaitupia lawama hizi zote. Kwa nini mnashindwa kutumikisha drone Rubaya wakati adui yeye anapandisha drone? Sisi tuko taifa, tuko nchi, atukosi madrone. Tuko ndo na madrone, tuko na mavio de chasse. Haiko moja, haiko mbili, tuko nazo za kutosha. Kwa nini zisitumie? Eske tunaendelea kufuata kanuni mikataba ya Doha? Na nimesikia kuna baadhi ya wafungwa ambao walifunguliwa mu prison central ya Makala pamoja na Ndolo kwa upande wa M23. Wafungwa wa M23 wamefunguliwa Kishasa mukadri ya kurespekte makoro ya Doha na Washington pamoja na wapi na Qatar. Sindo Doha Qatar, Uswisi pia. Unaona? Sasa hii inaleta picture gani? Kila mtu anajiuliza kwa nini serikali inashindwa kutumia drone Rubaya, na Rubaya ni sehemu ya kimkakati ambako walitakiwa waweze kutumia drone. Kwa hiyo drone za Wafaransa ziliweza kusumbua sana wazalendo pamoja na FRDC, na ndio hizi ambazo ulisikia manono inabidi turudi nyuma
kwa sababu moto ambao uko ni moto mkubwa mno. Unaona, nigusie hapa point mbili. Nasikia watu wanatumia repli strategique. Rubaya hatujafanya repli strategique. Naona repli strategique inakuaga tofauti na fuite devant l'ennemi. Unaona, hiyo si kuna ile kurekile. Boss, sijui ni materme repli, rekile, tusa, fuite ni materme zenziko similaire, lakini aussi ziko na ma difference kati yake ili kuweza kuzipangilia vizuri. Mtu mwenye anafanya repli iko na mvi ya kusema kwamba kutokana na hii yenye iko hapa, nirudi nyuma nijipange ili niende kuanzisha mashambulizi mapya. Una fuite ni ina maana wewe hautasimama fasi na uko na destination iko inconnue. Bokuko kurekile ni kwamba unarudi nyuma kisha unajipanga. Ukijipanga, wakati adui anasogea, anakufuata kwenye ulisimamia, unakuwa tayari umejipanga na unaanzisha mashambulizi ambayo yatakuwa ni makubwa kuliko yale yenye yalikuwa pale mwanzo. Unaona? Sasa hivi ndivyo ambavyo vilitokea Rubaya. Rubaya atukufanya repli strategique. Rubaya tulirekile. Unaona? Rubaya tulirekile na baadaye gisa adui alivyosogea Rusanyo, Kanyaru ambako tulikuwa tusha kamata Kinigi, tukarekile ili kurekile adui akasogea pale tena. Wakati sasa anasogea kutaka kujaribu kusogea zaidi, tukaongeza pressure. Kwa hiyo moto tena ikarudia pembezoni mwa Rubaya. Kusema kwamba tumetoka kwa kilomita nyingi na Rubaya, no, ni uongo. Hatuko mbali sana na Rubaya. Tuko maeneo tu ya pale tunacheza tu yale maeneo ya Rubaya, licha ya mashambulizi makali ambayo yalifanyikwa na M23 renfort ambazo walileta nyingi, silaha nzito. Nafikiri nishakwambia silaha zao ziko manipule na Wafaransa, zinarushwa na Wafaransa. Kwa hiyo kuko difference kubwa. Sisi tuko na tatizo, na hili ni tatizo la kiufundi, na tatizo la kiufundi mpaka leo hii kuko watu mu serikali ya Felix, serikali ya Kongo, mu armée nationale ambao hawajaamini tu kwamba utawala wa Kanambe hautarudiaga. Kwa hiyo iko na wale watu ambao wako waaminifu kwa Hippolyte Kanambe mpaka leo hii wanaamini Kanambe atarudi kuongoza taifa. So wanajeshi wanakuwa na ile tabia ya kuamini ambacho kiko chao. Sasa unajiuliza, uko komanda, una komande, unataka nini kingine cha zaidi mpaka ufikia hatua ya kusaliti inchi, ya kukataa wanajeshi kupigana, wasitumie silaha nzito, mara zile silaha kuliko zipiga adui ziko zinapiga ndo wanajeshi wako? Inakupa furaha gani? Inakupa pia uwezo gani? Unajisikia namna gani? So hii yote ni hali yenye ukiangalia jinsi iko inatokea, utaamini kwamba jeshi letu bado tuna kazi kubwa ya kufanya ili kuweza kulisafisha, kwa sababu kuna mapungufu mengi sana, na haya mapungufu ndio yalosababisha mpaka sasa hivi tushindwe kuingia Rubaya. Lakini kwa alile yenye tulikuwa tuko nayo, kwa moto ambao tulikuwa tuko nao, kama hivi tuko tunachekea Rubaya. Lakini usipia mjue Rubaya sio black. Rubaya pia sio pa mchezo, kwa sababu pale kuna kumbuka ni sekta ya madini. Ile ni sekta ya madini, ni dunia ya madini. Unaona? Ni dunia ya madini. Sasa kama ni dunia ya madini, na maana macho yote iko pale, na ndo presence ya Bafaransa kwa upande wa M23 wako wana linda maslahi yao pale, ili kisi wiko na exploiter illegalement ma minere pale Rubaya. Wao kwao wanaona ni jambo la heri kuendelea kusupport M23 kuliko kusupporti serikali ambayo iko etabli legalement
eli democratique, lakini wanaenda upande wa rebellion. Na mwili swala la Fizi, Mwenga, Itombwe, ripoti zinasema magaidi wa M23 wametumia ndege zisizokuwa na rubani na kusababisha mauaji ya watu 58 personnes, huku 82 ikiwa gravement blessé. Miongoni mwao mko watoto na wanawake pamoja na wazee. M23 Twirwaneho MRDP imetumia ndege zisizokuwa na rubani wakipretend kwamba wanalenga kambi za FRDC na wazalendo, kumbe wanatupia mabomu kwa raia. So hii imekuwa ni tabia ya M23. M23 mara mingi yenyewe inapigaka mabombe n'importe comment, inalargaga mabombe kwenye kuko watu. Kwa mfano unaona jinsi waliingiaga Uvira, share de combat yabo ilikuwa inapiga mabombe, iko mangambo ya Kiliba, iko nakuya, iko natupa huku Uvira. Unaona, iko natupa mabombe huko Uvira, na wako na wanajua kama Uvira mko watu, lakini wako natupa mabombe. Mauaji ya watu ambao ilitokea ilikuwa sio ya kusema. Watu 58 wanakufa Itombwe, 82 biko gravement blessé bila ya M23. Kisha unakuja kuniambia kwamba kwa watu wa design hii wanaweza kuleta suluhu ya kivita. So serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kutoa taarifa hizo na kuiambia jamii ya kimataifa kwamba mkataba wa cessez-le-feu uko unazidi kuvunjwa na M23, na baada ya hapo bado tu agizo la serikali linaendelea kuhamasisha wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge huko Minembwe na makundi mengine ambayo yanaungana na M23 kuweza kuweka silaha chini. Serikali inasema haitachoka kuhamasisha wananchi wake waweke silaha chini, na huku pia ikiwa inaendelea kufanya harakati za ulinzi kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali yake. Utafahamu Minembwe na sehemu zingine za milima ya nyanja ya juu, hali iko tete kwa upande wa M23. Licha sometimes wako wanajiforce kutumia drone, lakini kizuri ni kwamba drone ambazo wako wanazitumia haziko zinarudia salama. Ziko zinakuja zikishapanda, zikipiga baadaye zinaangushwa, ama zinaangushwa kabla ya kuwa zimepiga. Sasa watajikuta wako wanapoteza drone zao siku hadi siku, sababu drone zina thamani kubwa. Drone ziko na thamani kubwa, haziko sema ni pesa za bla bla. Ni pesa kubwa ili kupata hizo drone. Sasa gisi tuko tunazangusha mara kwa mara, nafikiri itawaregeza usinguvu. Lakini kwa upande wa serikali inawaambia waweke silaha zao chini ili waweze kuingizwa katika mfumo wa kukaguliwa, serikali ichukue majukumu ya kulinda raia pamoja na mali zake. Hiyo ni mazingira yenye iko natokea huko maeneo ya Minembwe, Fizi, maeneo ya Itombwe, Mwenga na sehemu mbalimbali za milima ya nyanja ya juu pamoja na ya nyanja ya chini. Hali mpaka sasa hivi iko vile vile kwa upande wote ambako unajua wazalendo walikomboa na FRDC, bado iko vile vile. Hapa nikigusia Bibokoboko, nikigusia Kalingi, nikigusia Point Zero, nikigusia Bidegu, nikigusia Mikenge, nikigusia Bilalo Mbili na sehemu zingine zote ambazo zinazunguka Minembwe ziko vile vile zinaendelea kudhibitiwa na FARDC pamoja na wazalendo, licha ya au matake budogo kwa M23, lakini huko unadhibitiwa. Hiyo ni kwa upande wa milima ya nyanja ya juu. Kwa upande wa jiji la Baraka hali ni ile ya usalama mdogo, huko risasi zikiwa zinasikika mara kwa mara usiku, na raia wanahitaji usaidizi ili kuweza kumalizana na hilo tatizo la risasi kulia ovyo. Na pia kesi ya wizi wa pikipiki umefanyika barabara ya kutoka Uvira kwenda tarafani Fizi,
zaidi tronso ya Pemba ambako wanasema pikipiki zaidi ya 10 ziliweza kuibiwa na watu wenye kumiliki silaha mpaka sasa hivi bado hawajajulikana. Kwa upande wa Uvira, utulivu bado unazidi kuendelea huku FARDC na wazalendo wakiwa na ushirikiano wa pamoja licha yote ambayo yametokea, lakini bado hali inaonekana kuendelea kuwa shwari. Upande wa Bukavu, raia wanalalamika wanahitaji msaada wa serikali. Goma vilevile M23 inazidi kuwanyanyasa na kuwatesa raia huku pesa zikikusanywa na kupelekwa nchini Rwanda. Hayo na mengine ndio yote ambayo tulikuwa nayo kwa siku hii ya leo kupitia kipindi chetu cha Baraka16 ya Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 9 ambako tutazungumzia kuhusiana na swala la katiba. Bunge limeweza kuidhinisha referendum ifanyike, na pia masuala ya Ebola. Tutapata taarifa kamili kutoka kwa Patrick Muyaya. Nafikiri asubuhi tumeona tukipanda, lakini saa 9 tutazungumzia jinsi evolution ya Ebola iko inaendelea na franga ambazo M23 iko inaomba za Ebola huku ikizitumia kununua silaha na kuzipeleka Rwanda.